Kadiri unavyoanza kuconcentrate na malengo yako na kujiwekea nidhamu, utaona mabadiliko katika mzunguko wa watu na marafiki zako. Wengine wataanza kupunguza ukaribu na wewe, wengine wataanza kukuelewa tofauti, na wachache watakuwa bega kwa bega na wewe. Hali hii inatokea kwa sababu mafanikio huwa yanafichua uhalisia wa mahusiano. Ni kama unavyoamua kuwasha taa kwenye chumba kilichokuwa na giza. Basi ghafla utaweza kuona mpangilio wa kile chumba, utaweza kuona hali ya kile chumba, iwe ni kisafi au ni kichafu, na pengine utaweza kuona uhalisia wa chumba chenyewe kwamba ni kikubwa kiasi gani au ni kidogo kiasi gani. Vivyo hivyo mwanga wa maendeleo yako huwa unaonesha aina ya watu wanaokuzunguka. Na hapa tuna aina ya watu au marafiki ambao ni hatari sana kama utakuwa nao kwenye mzunguko wako bila ya wewe mwenyewe kuwafahamu. Aina ya kwanza ni urafiki ama rafiki wa faraja, yani comfort dealer. Rafiki huyu huwa anaonyesha tabia ya kukupenda na anapenda kukuona ukiwa katika hali ya utulivu wa kawaida sana bila kuwa na msukumo wa ziada wa kukua. Kwa mfano, unapomwambia kwamba ninatamani au ninataka kuanzisha biashara fulani, atakupongeza na atakwambia labda ni wazo zuri, lakini jipe muda, furahia kwanza maisha ulionayo kwa sababu maisha ni mafupi sana. Au unapomwambia kwamba ninatamani kuacha tabia fulani ambayo ninaona sio nzuri na wala hainijengi, anaweza kukuambia kwamba ni vizuri lakini mara moja haina madhara. Kwa hiyo rafiki huyu kwa nje anaonekana ni mtu mwenye kujali na anakupenda sana na anapenda maendeleo yako, lakini kiuhalisia anakujengea ule utamaduni wa kuahirisha au kupuuza mambo ambapo kimsingi sio mzuri na hauna manufaa katika maendeleo ya mtu mmoja. Kwa mfano, anapokushauri kupumzika badala ya kufanya kazi, anakushauri vizuri, lakini katika kila jambo lazima liwe na kiasi na liwe na namna yake ya kufanya. Aina ya pili ni aina ya rafiki mwenye wivu. Rafiki huyo huwa anakuwa ni mpole sana, anakuwa ni mwenye tabasamu wakati wote na mwenye maneno ya kufariji kila wakati. Lakini moyoni mwake anakuwa anaumia kimya kimya kwa sababu ya maendeleo yako. Atakuuliza maendeleo yako au atakuuliza progress ya malengo yako, si kwa sababu wa kushauri au si kwa sababu wa kuelekeze, bali ni kwa sababu anatamani au anataka kufahamu hatua uliopo na hatua aliyopo yeye. Na furaha yake ni kuona kwamba yeye yupo mbele zaidi yako wewe. Kwa hiyo mafanikio yako yanamkumbusha maeneo ambayo yeye hajayafanyia kazi katika maisha yake. Na badala ya kujibidiisha kukua, anatafuta njia ya kukupunguzisha wewe kasi. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua urafiki wa aina hii, kwa sababu marafiki wa aina hii huwa wanakuwa na tabia ya marafiki wa kweli na wa dhati. Na aina ya tatu na ya mwisho ni rafiki wa drama, au kwa lugha nyingine wanasema drama magnet. Rafiki huyu yeye huwa anaishi zaidi kwenye migogoro, anaishi kwenye kusengenya watu, anaishi kwenye skendo na umbea. Ukiwa naye kwa muda mfupi, tayari unaweza kuingia kwenye mazungumzo ambayo haukuyatarajia, na ni mazungumzo ambayo hayana tija kwenye maisha yako wala kwenye kufikia malengo yako. Urafiki wa aina hii huwa hauongezi maarifa, haukupi motisha wala haukukaribishi kwenye ndoto zako. Badala yake ni kupoteza muda, kupoteza nguvu na umakini. Na taratibu unajikuta umeanza kuzoea kuzungumza kuhusu habari za watu, kuzungumza umbea na skendo ambazo hazikusaidi chochote kwenye malengo yako, na zaidi sana unapoteza focus. Mpendwa, maisha ni mafupi sana kuishi bila mwelekeo, lakini ni mafupi zaidi kuishi ukiwa umezungukwa na watu wanaopunguza mwanga wa maendeleo yako. Kwa hiyo kumbuka kuchagua marafiki wanaokutia moyo kwa uwiano, wanaokukumbusha hatua ndogo ndogo za kufikia malengo yako kila wakati. You are a brand, own your value.